Wakazi wa Emurua Dikir wanatoa heshima zao za mwisho kwa marehemu mbunge wao Joanna Ng'eno, afisa wa polisi Amos Kipngetich Rotich, mpiga picha Nicholas Kiplangat Kosgei, Wycliffe Kiprotich Rono, Robert Kipkoech Keter na rubani George Were katika shule ya msingi ya Emurua Dikir. Ibada ya wafu inafanyika katika eneo hilo kabla ya mazishi kufanyika Ijumaa na Jumamosi. Steven Leto na Crispin Otieno wanafuatilia matukio na tutakuwa tunaungana nao katika nyakati tofauti ili watueleze kinachoendelea. Lakini kwa sasa tuungane naye Crispin Otieno atueleze kinachoendelea kwa sasa. Na Rashid, hapa nipo katika uwanja wa taasisi ya kiufundi ya Emurua Dikir, ambapo tushaanza kuona mili ya wale walioangamia katika ile ajali ya ndege kule Mosop. Tayari mili yao imeanza kufika katika uwanja huu, na hapa mwili wake mbunge wa Emurua Dikir Joanna Ng'eno tayari imekwisha wasili hapo. Unavyotazama katika magari hayo meusi ni baadhi ya magari ambayo yatatumika kusafirisha miili hiyo. Vile vile tunafahamishwa kwamba kuna tayari mwili wake Robert Keter pia ambaye anajulikana kama Carlos, mwili wake pia umefika katika uwanja huu. Kuna ndege za maafisa wa kijeshi ambayo imekuwa hapa pia wamerudi kuleta mwili mwingine katika eneo ambalo tulipo, kisha kutakuwa na msafara kutoka eneo hili katika uga huu wa uwanja wa Emurua Dikir Technical kuelekea katika shule ya msingi ya Emurua Dikir, ambapo ibada ya wafu itakuwa ikiandaliwa katika eneo hilo. Vile vile tumeona viongozi mbalimbali wameanza kumiminika katika eneo hili la Emurua Dikir. Tumeona gavana wa kaunti ya Narok Patrick Ole Ntutu, vile viongozi wengine kama mwakilishi wa kike wa kaunti hii Rebecca Tonkei. Ni baadhi tu ya viongozi ambao tayari wamekwisha fika hapa, na maelfu ya wananchi pia kama unavyotizama wengi wako katika lango kuu la kuingia katika uwanja huu kama njia mojawapo tu ya kutazama kile ambacho kitakuwa kikijiri siku hii ya leo. Na vile vile kutoka hapa msafara utakuwa ukienda kule katika shule ya msingi ya Emurua Dikir. Rashid, tunavyotazama vile vile katika mahali tulipo, maafisa wako ange zaidi kuhakikisha kwamba shughuli zimeendeshwa kama ilivyopangwa siku hii ya leo. Kwa hivyo hiyo ndio taswira, tunasubiri tu ndege hiyo iweze kuleta mili mingine ili msafara huo uanze rasmi na kuelekea katika uwanja huo wa shule ya msingi ya Emurua Dikir. Siko peke yangu, niko na mwenzangu Leto ambaye pia tutakuwa tukifuatilia matukio haya moja kwa moja katika maeneo haya Emurua Dikir. Pindi tu atakapowasili vile vile tutakuwa tukiungana nanyi ili tuweze kueleza zaidi kile ambacho kinajiri, sio tu katika mahali ambapo tulipo, bali hata katika uwanja ambao shughuli hii nzima ya ibada ya wafu itakuwa ikiendeshwa. Utakumbuka kwamba pia hapo kesho tunatarajia viongozi mbalimbali kuzuru maeneo haya, kwani hiyo ndio siku vile vile hafla ya mazishi ya wale watano ambao watakuwa wakiletwa katika maeneo haya. Hafla hiyo itakuwa ikiendeshwa vile vile katika uga huo wa Emurua Dikir. Kwa hivyo tutakuwa tunaungana nanyi tena Rashid kuwapa taswira jinsi hali ilivyo, kwani wengi wanazidi kuonyesha huzuni tele. Wanasema ni viongozi pamoja na vijana ambao walikuwa na matumaini nao sana, ila maisha yao yalikatizwa kutokana na ajali hiyo ya ndege. Kwa hivyo tutakuwa tukiachia hapo kwa sasa Rashid, tutaungana nani baadaye pindi tu shughuli itakavyoanza rasmi katika maeneo haya Emurua Dikir. Naam, shukran sana Crispin Otieno. Kama anavyokuonesha pale ni kwamba ni utaratibu wa mili ambayo inasubiriwa kufika, na ametueleza kwamba usalama umeimarishwa. Wanakijiji washajitokeza kutoa heshima zao za mwisho kwa ndugu, jamaa, wapendwa wao, marafiki zao ambao waliaga dunia katika ajali ile ya kushtukiza, ya kuhuzunisha, ambayo imewafanya wengi wakashika tamaa. Lakini kama unavyojua ni kwamba sote tuko hapa na iko siku ambapo utaweza kuondoka. Kwa hiyo baadaye tutaweza kuangalia ni jinsi gani viongozi watakuwa wanatoa heshima zao pamoja na wanakijiji katika maeneo yale. Steven Leto, Crispin Otieno watakuwa wanatufahamisha kila kinachoendelea kuanzia sasa hadi siku ya kesho ambapo watalazwa kaburini.